Pale matukio yanapozungumza na ukweli unapopata nafasi ya kusikika, sisi tunakuletea taswira halisi ya kinachoendelea. Karibu kwenye ripoti maalum ya habari za michezo ambazo zinakujia kutoka hapa Nevia Media. Kwa siku ya leo tunaenda kuangazia kile ambacho ameweza kukizungumza kocha mkuu wa Young Africa Pedro Gonçalves, ambapo yamebaki masaa machache tu kuiendea mechi ya Young Africa na wenyeji wao Tanzania Prison, ambapo mchezo huu utachezwa pale kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo, kocha mkuu wa Young Africa Pedro Gonçalves aliweza kuzungumza mambo machache, lakini kabla hatujaendea kuangalia kile ambacho alichokizungumza, kama ndio mara ya kwanza unaitembelea channel yetu ya Nevia Media, ni kuombe usubscribe kwa kugusa maandishi ambayo yako chini ya video hii ambayo unaitazama, yameandikwa subscribe, na kisha ukishia subscribe utagusa alama ya kengele ambayo utaiona iko hapo pia chini ya video hii ambayo unaitazama, ili uweze kutani on notification. Sasa kama nilivyokuambia hapo awali, siku ya leo tunaenda kutazama kile ambacho ameweza kukizungumza kocha mkuu wa Young Africa Pedro Gonçalves, akiwa amebaki masaa machache tu kuendea kwenye mchezo huo ambao utakutanisha Tanzania Prison na Young Africa, ambapo mchezo huu utapigwa pale kwenye uwanja wa Jamhuri Dodoma, na mchezo huu unatarajiwa kupigwa kwenye majira ya saa 2 kamili usiku, uwanja wa Jamhuri Dodoma. Sasa kuelekea kwenye mchezo huo, kocha Gonçalves aliweza kuzungumza maneno haya, na mimi ninaweza kukuletea mtazamaji wa Nevia Media. Sasa kocha huyu aliweza kusema kwamba tuna wachezaji wengi wenye uwezo mkubwa sana, lakini wanaopaswa kuanza ni 11 pekee. Ninachofurahi ni kwamba vijana wote wanauelewa mkubwa kuhusu idea zetu tunazowapa. Naamini kila mmoja yupo tayari kwa ajili ya kuisaidia timu. Nina imani siku ya leo itakuwa siku ngumu lakini nzuri, kwa sababu tumekuja kusaka ushindi. Sasa hayo ndio maneno ambayo aliweza kuyazungumza kocha Gonçalves kuelekea kwenye mchezo huo, lakini pia aliweza kuongeza na kusema kwamba licha ya changamoto mbalimbali za majeruhi, mfano Jobu, Mzize na wengine, timu nzima ina lengo la kupata matokeo mazuri, hivyo kila mtu anafanya jitihada kubwa kutimiza malengo ya klabu. Hata hivyo, tunawashukuru sana wananchi kwa kuwa nasi katika kila hali. Tazama ratiba yetu ilivyokuwa ngumu. Kila baada ya siku 2 tuna mechi ya kucheza, lakini wananchi hawajawahi kuwa nyuma, wanakuja kutusapoti. Sasa hayo ndio maneno ambayo aliyazungumza kocha Gonçalves, na siku ya leo ikumbuke kwamba wana mchezo pale kwenye uwanja wa Jamhuri, ambapo watatua pale kucheza na Tanzania Prison. Je, Yanga ataenda kuchukua alama 3 pale kwenye uwanja wa Jamhuri ama atapoteza alama? Mimi na wewe hatujui, tusubirie dakika 90 zitakwenda kuamua. Lakini kama ndio mara kwanza unaitembelea channel yetu ya Nevia Media, ni kuombe na kukusii usubscribe kwa kugusa maandishi ambayo unaona yako hapo yameandikwa subscribe, ili uweze kutani on notification na ujihakikishie kwamba utakuwa unapata notification pindi tu tunapopandisha stories zetu.